Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Saudi Arabia imemwalika mkuu wa baraza la usalama la Iran na amekutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman mjini Riyadh. Saudi Arabia imemwalika katibu mkuu wa baraza la usalama la Iran Ali Larijani kufanya mazungumzo na mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman kujadili uhusiano wa pande hizo mbili na matukio ya kieneo yanayoendelea yanayofanywa na Israel. Saudia ambayo imesema kwamba huenda ikaamua kuondoa uhusiano wake na Israel imemuita katibu wa baraza kuu la usalama la taifa la Iran ili waweze kujadili ni namna gani wataweza kushirikiana zaidi na zaidi baada ya uhusiano wa mataifa hayo mawili kuyumba na kurekebishwa na China mnamo mwaka 2023. Saudi Arabia imesema ipo tayari kuendeleza uhusiano wake na Iran kutokana na namna ambavyo hali ya Mashariki ya Kati ilivyokuwa. Ikumbukwe Saudi Arabia ina uhusiano wa karibu na Marekani ambayo ina uhusiano mbaya na Iran. Lakini mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekuwa yakiendeleza ushirika tangu mwaka 2023. Mazungumzo hayo yamefanyika katika jumba la Al Yamma mjini Riyadh na yanaashiria kuanza awamu mpya ya ushirika wa kidiplomasia wa Tehran na Riyadh, lakini pia kuangalia hali nzima ilivyo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Larijani alielekea hadi Saudi Arabia kwa mwaliko wa waziri wa ulinzi wa ufalme huo ambaye amemwalika kiongozi huyo akiongoza ujumbe uliojumuisha naibu katibu mkuu wa masuala ya kimataifa wa Iran Ali Bagheri Kani na mshauri wa masuala ya Ghuba ya Uajemi Mohamed Ali Bek. Ziara hiyo inafuatia mfululizo wa mazungumzo ya hali ya ngazi ya juu kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na safari ya waziri wa ulinzi wa Saudia mjini Tehran mapema mwaka huu. Mkutano huo unakuja siku moja tu baada ya Rais Masoud Pezeshkian kukutana na bin Salman kando ya mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi za Kiarabu na Kiislamu mjini Doha, ambapo pande zote mbili zilielezea kuridhishwa na kasi ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili kufuatia baada ya kupatanishwa na China katika kipindi cha mwaka 2023. Lakini hakukufanyika mazungumzo yenye tija zaidi. Saudi Arabia ikaona kuna namna na kuna kila sababu ya kumwalika katibu mkuu wa baraza la usalama la Iran ili tu waweze kuzungumza mambo mengi zaidi juu ya namna ya kujilinda na namna ya kuhakikisha eneo hilo linakuwa na usalama wakati wote kutokana na mashambulizi ambayo mara kadhaa hufanywa na Israel kwa mataifa mengine ya Kiarabu na Kiislamu. Ziara ya Larijani mjini Riyadh ni safari yake ya 3 tangu ashike wadhifa huo tarehe 5 Agosti. Kabla ya hapo alitembelea pia Iraq na Lebanon. Maafisa wa Iran wanasema kuwa mawasiliano mapya ya kidiplomasia yanaakisi juhudi za kuleta utulivu na maendeleo ya kikanda na kutanua ushirikiano baina ya Jamhuri ya Kiislamu na mataifa jirani. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ikiwa Saudi Arabia itaamua kuwa na uhusiano wa dhati na Iran, ni wazi kutakuwa na maendeleo, lakini pia mataifa yatakuwa na uwezo wa kujilinda katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa Doha aliyaeleza mataifa ya Mashariki ya Kati kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na mataifa ya OIC na mataifa yote ya Kiarabu kwamba ikiwa wanataka kuwa na amani lazima waachane na mpango wa kuwa na ushirikiano na Israel pamoja na Marekani ambazo mara kadhaa zimekuwa zikifanya maamuzi ya kufanya mashambulizi yasiyokuwa na msingi kwa taifa lolote mahala popote na wakati wowote ambapo wataamua kufanya hivyo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.